ambayo itakayopata Mbarikiwa na Kashan, na nikasema yatakuwa mabaya, hayatakuwa mazuri, yatakuja kama ambavyo taarifa zimetoka za kuzunisha kuhusu kifo cha binti yake wa kiroho wa Mbarikiwa. Naamini wakati wa mabaya nasema utafakari. Maneno haya uliyoyaongea yanatumiwa sana na mamlaka za giza kudhuru watu wa Mungu, kupanga mipango ya kuwadhuru watu wa Mungu, kwa sababu wanatafsiri kwamba na ninyi ni Wakristo. Matendo ya Mitume sura 23 mstari wa 12, Biblia inasema, kulipopambauka Wayahudi wakafanya mapatano, wakajifunga kwa kiapo kwamba hawatakula wala hawatakunywa hata wamue Paulo. Na hao walioapiana hivyo walipata zaidi ya watu 40. Nao wakaenda kwa wakuu makuhani na wazee wakasema, tumejifunga kwa kiapo tusionje kitu hata tumuue Paulo. Maneno haya uliyoyaongea yanatumiwa sana na mamlaka za giza kudhuru watu wa Mungu, kupanga mipango ya kuwadhuru watu wa Mungu, kwa sababu wanatafsiri kwamba na ninyi ni Wakristo, wanatafsiri kwamba na ninyi ni watu wa Mungu. Kama ni watu wa Mungu, kwa nini hamumuelewi huyu? Huenda huyu kweli ni muovu, kweli ni mbaya. Enyi wana wa majoka mnaokuwa nyuma ya mashetani hawa na kuwapa nguvu ya kudhuru na kufanya mabaya watu wa Mungu, Mungu hatanyamaza. Mungu hatanyamaza. Mungu hatanyamaza. Mungu hatanyamaza. Kaeni sana nyuma ya mamlaka za uovu, zitieni nguvu sana, zitieni moyo sana mamlaka za uovu kuangamiza watu wa Mungu. Mungu atalipa, hatanyamaza. Mungu hatanyamaza, hatanyamaza. Kuwa na kanisa, kuwa na kitu kitwacho kanisa, kuwa na jina litwalo nabii, haina maana Mungu kweli kabisa atanyamaza, atakustahi kwa sababu ya hilo. Fanyeni uovu wenu katika siri, fanyeni uovu wenu katika giza, lakini Mungu wa milele aishivyo hatanyamaza, 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 hatanyamaza. Kwa sababu kwa maneno haya unayoongea moja kwa moja yanaonyesha kabisa, yanaonyesha mtu mwenye akili ndogo huona kwamba hapa yako makusudi mabaya, yako makusudi maovu nyuma ya mtu. Sawa, yametokea yotokea, na hata mengine yote yatakayotokea, kwa sababu wewe ni nabii, watu kuamini kwa sababu ya mwingine kuumia. Kazi ya nabii ilikuwa ni kuonyesha ubaya ulipo, kwamba ubaya uko eneo fulani, usipofanyia kazi itatokea jambo 1, 2, 3. Kazi ya nabii sio kusema atakufa, atapatwa na mabaya pasipo sababu. Hapana, la ninyi si wa kwanza kuwa hivyo. Walikuwemo wenzenu kwenye Biblia waliofunga, waliojiapiza hawatakula. Bila shaka hao walikuwa ni Wakristo, bila shaka ni wazee wa kanisa, bila shaka ni wenye vyeo makanisani. Walijiapiza hawatakula, hawatakunywa mpaka wamuue Paulo, mpaka wamuue Paulo. Paulo ambaye wewe leo hii unasoma vitabu vyake, unatumia vitabu vyake kuwajenga wengine. Walikuweko ndugu zako, walifunga, walikuweko baba zako, walifunga mpaka wamuue Paulo. Hamjaanza leo, hamjaanza leo kupanga hayo, hamjaanza leo. Lakini nasema aishivyo Mungu wa milele hata nyamaza, maovu yenu yatakuwa wazi. Yuko mtu atalipa kisasi kwa ajili ya Mungu. Hata kama watu wema wote watauawa, watapotezwa, lakini malipo mtayapata.